بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu zangu katika iman, baada ya Allah tabaraka wa taala kutujalia kufika au kuingia katika siku nyingine, leo tutakumbushana kadhalika, tutaendelea na fadhail shahru Ramadhani, mabola yanayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na miongoni mwa mabola ambayo yanapatikana katika mwezi wa Ramadhani ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema ya kwamba ma min hasanatin, hakuna matendo yaamaluha ibnu adama, anayoyafanya mwanadamu, bimaana matendo yote anayofanya mwanadamu, illa, isipokuwa kutiba lahu, isipokuwa Allah, bimaana kutiba lahu, yanaandikwa matendo yanayofanya mwanadamu yote yanaandikwa na malaika. Lahu ashru hasanatin, lahu, matendo hayo bimaana anapata mara 10 mfano wake, hasanat, mema 10, ila 700 dhifin, mpaka 700. Qala Allahu azza wa jal, anasema Allahu tabaraka wa taala katika hadithi hii, anasema illa siyamun, matendo yote anaandika malaika. Allahu tabaraka wa taala amewapa idhni malaika kuandika matendo yote, illa as-siyam, isipokuwa funga. Kisha Allah tabaraka wa taala akasema kama fa innahu li, hakika funga ni ya kwangu mimi Allahu tabaraka wa taala, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiyo nitakayelipa funga ya mwenye kufunga. Ai, kwa sababu gani? Allahu tabaraka wa taala atalipa funga ya mwenye kufunga, bimaana kwa sababu ay yada shahwatahu wa ta'amahu min ajli, kwa sababu tu muislam kafunga, kaacha matamanio yake katika kumwasi Allahu tabaraka wa taala, kufanya uzinifu, kufanya machafu ya aina mbalimbali katika mwezi wa Ramadhani. Waislamu wanaacha machafu, wanaacha mambo yao, wanaacha matamanio yao, wenye wake wanaacha wake wao kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allahu tabaraka wa taala. Vile vile Muislamu anaacha chakula chake kwa ajili gani? Kwa ajili ya Allahu tabaraka wa taala. Kisha Allah sema anaacha chakula chake min ajili, kwa ajili yangu. Wasiyamu junna, na tufahamu ya kwamba, kisha akasema Allah tabaraka wa taala kwamba funga ni kinga. Funga ambayo Allahu tabaraka wa taala ametuwekea sisi Waislamu ni kinga ya kutuzuia sisi kuyafanya machafu ambayo Allahu tabaraka wa taala ameyakataza, na kufanya maamrisho ambayo Allahu tabaraka wa taala ametuamrisha. Wasiyamun, na vile vile katika fadhail shahru Ramadhani, miongoni mwa mabola yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani, kisha Allah anasema ai wasaimu walisaimi, hakika mwenye kufunga farhatani, anapata furaha za aina mbili. Mfungaji atakayefunga ana furaha za aina mbili. Furaha ya kwanza, farhatun inda fitrihi, ni pindi ambapo umefika muda wa kufuturu. Wakati huo mwenye kufunga huwa ana furaha wakati ule, kwa kuchakula, kwa ile iftari, kwa kule kupata kile ambacho chenye kufungua kinywa. Na furaha ya pili, ay farhatun inda liqa'i rabbih, na anapata furaha wakati atakapokutana na Allahu tabaraka wa taala siku ya kiyama. Wal
khulufu, kisha asema Allah tabaraka taala la khulufu fami saimi, kwa hakika harufu ya mwenye kufunga atyabu inda Allah, harufu ya mwenye kufunga saum ni yenye kupendeza sana mbele yake Allah tabaraka wa taala, min rihil miski, kuliko harufu ya miski. Na hapa haijamaanisha kwamba eti usipige mswaki. Jisafishe mwanadamu, kuwa msafi, Muislamu kuwa msafi, safisha kinywa chako, jisafishe mwili wako. Bimaana Allah tabaraka wa taala anapenda harufu ya mwenye kufunga. Na miongoni mwa fadhaili ambazo zinapatikana katika funga ya tano, anasema al-ikhlas, ni mtu kuwa na ikhlasi, ai fi siyami, katika funga, aktharu minhu fi ghairihi, kuweka ikhlasi mara nyingi katika saumu. Liqaulihi, na dalili ya maneno haya ya kuweka ikhlas ni Allah tabaraka wa taala aliposema ay tarku shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli, ni pindi ambapo Muislam ameacha yote matamanio yake, vile vile kaacha chakula chake, kaacha kinywaji chake, min ajli, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na miongoni mwa fadhail ambazo zinapatikana katika funga ya sita, anasema anna Allah ikhtassa as-saimina baban min abwab al-janna, hakika Allah tabaraka wa taala ameweka mlango maalum kwa wale wenye kufunga katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kuna mlango, aiwa huwa mlango huo unaitwa babu ar-rayyani, ni mlango wa wenye kufunga. La yadkhulu minhu ghayrahum, na katika mlango huo hawatoingia au hatoingia yeyote isipokuwa wale waliodiriki kufunga saumu ambayo Allah tabaraka wa taala ametufaradhishia. Na wa min fadhail, na katika mambola yanayopatikana katika mwezi au katika funga, anna lis-saimi, hakika mwenye kufunga, ai da'watun mustajaba, hakika tufahamu ya kwamba ndugu zangu katika imani, kwa yule mwenye kufunga ai dua yake ni mustajaba, ni yenye kukubaliwa mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ushahidi wa maneno haya ni kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ai lis-saimin inda fitrihi wa da'watun la taruddu, hakika mwenye kufunga inda fitrihi, wakati fitrihi wa kufuturu kwake kule, ai da'watun la taruddu, akiomba dua Allah tabaraka wa taala hairejeshi dua hiyo. Na miongoni mwa fadhaila ambazo zinapatikana katika funga ya nane ni qauluhu sallallahu alayhi wasallama, ni maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, haithu yaqul, pindi aliposema mtume sallama, man sama ramadanan, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, imanan wa ihtisaba, kwa imani ya kumwamini Allah tabaraka wa taala, wa ihtisaban, na kutaraji malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, mtu huyo imana wa ihtisaba, Allah tabaraka wa taala asema kwamba ay ghufira lahu ma Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ghufira lahu ma takaddama min dhambi, mtu mwenye kufanya yoyote Allah tabaraka wa taala umsamee madhambi yake, ma takaddama, aliyoyatanguliza. Anasema fayambaghi lilmuslim, inatakiwa kwa muislam, an yasumahu, afunge, min anil imanin, akiwa na imani ya kumwamini Allah tabaraka wa taala, wa ihtisabin, na kutaraji malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, hatta yasila ala al-ajri, mpaka apate malipo ambayo Allah tabaraka wa taala ameandaa kwa mwenye kufanya nini? Mwenye kufunga. Wa maghfiratun adh-dhunub, na kuweza kufutiwa madhambi
ambayo ameyafanya Muislamu. Na miongoni mwa mambo ambayo ai yathbutu bihi dukhulu shahru ramadhani, tutakumbushana jambo lingine ndugu zangu katika imani, baada ya kuwa tayari tumemaliza fadhail, mabora yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani katika funga. Jambo lingine ndugu zangu katika imani, ma yathbutu bihi dukhulu shahru ramadhan, kwa mambo ambayo yamethibiti kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Mambo gani yamethibiti ndugu zangu katika imani katika kuingia mwezi wa Ramadhani? Anasema yathbutu dukhulu shahru ramadhanin ay bi ihda amrayni, yamethibiti mambo mawili kwa kuingia mwezi wa Ramadhani. Jambo la kwanza ndugu zangu katika imani, anasema ru'yatul hilal, ni kuonekana kwa mwezi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, ushahidi wa maneno haya ni kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema ya kwamba idha raaitumul hilal, pini mtakapoona mwezi, ay fasumu, fungeni. Wa idha raaitumuhu, pini mtakapo nini, kapoonekana, ay faftiru, fungueni. Fa in ghamma alaykum, hakika mwezi utakapokuwa bimaana auonekane umefunikwa na mawingu, ay fa akmilu alaykum, anasema kwamba ay fa aqdiru lahu, qadirieni Shaabani, bimaana mkadirie Shaabani. Wa qawluhu aidan, qawli vile vile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tasumu hatta taraul hilal, msifunge mpaka muone mwezi. Wala tuftiru, wala msifungue hatta tarahu, mpaka muone. Fa illam, asema na miongoni, bimaana ma yathbutu, katika yale yaliyothibiti. Jambo la pili tumeona ile jambo la kwanza kuonekana kwa mwezi. Jambo la pili ndugu zangu katika imani, fa illam yarahu alhilal, ikiwa haukuonekana mwezi, fa akmilu iddat ash-sha'ban 30, basi mkamilishe mwezi wa Shaabani siku 30. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa ushahidi ya maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, ay shahrun 29 laila, hakika mwezi siku zote katika mipangilio ya Allah tabaraka wa taala, mwezi huwa ni 29, mwezi ni 29. Fala tasumu, kwa hakika msifunge, hatta tarahu, mpaka muone mwezi. Fa in ghamma alaykum, kama nilivyosema kwamba ikiwa mwezi umefunikwa na mawingu, fa akmilu iddat Shaabani, basi mkamilishe idadi ya Shaabani siku 30. Na miongoni mwa mambo ambayo tutakwenda kukumbushana ni an-niyatun fi siyam, nia ya saum. Anasema nini? An-niyatun shartun li sihhati kulli amali, hakika nia ni sharti ya kusihi kila matendo au kila tendo. Fala budda an yanwiya siyamun, hakuna budi kwa Muislamu kunuia saum, saumu Ramadhani, funga mwezi wa Ramadhani. Ay minal laili, usiku, bimaana saumu yako uinuie usiku. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yubayyit siyamu qabla al-fajr fala siyama lah, yeyote ambaye akulala na nia ya saumu usiku, fala saumu ya usiku qabla al-fajr, kabla ya al-fajr, fala siyamu laha, basi mtu huyo hanafunga, kwa sababu hajalala na nia, hajaweka nia kwamba kesho Allah tabarak wa taala akipenda nitafunga. Qala al-Sheikh al-Islam, kisha akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, asema kullu min amali ay
ghadan min ramadhani, anasema kullu man alima, hakika yule kila ambaye anayefahamu kwamba anna ghadan, ya kwamba kesho Allah akipenda nitafunga, wa huwa yuridu saumahu, na yeye akiwa na nia ya kufunga, ai faqad nawa saumahu, basi mtu huyo atakuwa amenuia kufanya nini? Kufunga. Na jambo lingine ndugu zangu katika iman, ala man yajibu as-sawm, ni kwa nani inawajibika kufunga? Yani saumu ni wajibu kwa nani kufunga? Anasema yajibu as-sawmun ala kulli muslim, ni wajibu kufunga saumu ai kwa muislam balighin aqilin, kwa muislam mwenye kubaligh, aliyobaligh ni wajibu kwake kufunga. Wal aqil, na nani? Na mwenye akili. Anasema fa in kana sahihan muqiman, fa in kana, ikiwa atakuwa ni sahihi, bimaana ana afya na uwezo wa kufunga, ai muqimin, mwenyeji, ai wajaba alaihin adaan, ni wajibu kwake kutekeleza saum. Wa in kana maridan, sasa vile vile ikiwa mtu ni mgonjwa, bimaana hawezi kufunga, wajaba alaihi alqadaa, basi mtu huyo itakuwa ni wajibu kwake kulipa. Fa in kana maridan, ikiwa ni fa in kana sahihan ay musafiran, na vile vile akiwa ni mwenye afya, sahih, mzima, ay musafiran, amesafiri, ay anasema wala yasihu minhu, kwa hakika ayisihi, ay fa in taba fi athna'i shahrin fala yajibu, vina vile haijuzu khair. Anasema kwamba kwa yule ambaye ni msafiri, ai yukhayyiru baina siyamin au iftar, mtu huyo mwenye kusafiri amepewa khiari za aina mbili. Mtu ambaye atakayekuwa na safari, imma afunge au imma ale, na iliyo bora zaidi ni mtu kukula ili kutekeleza rukhsa ya Allah tabaraka wa taala aliyotupa rukhsa. Na vile vile fala yajibu as-sawmun ala al-kafir, saumu haijuzu, haifai kwa mtu ambaye ni kafir mpaka pale atakapofanyaje? Atakaposlim. Na vile vile wala yajibu as-sawmun ala saghirin, saumu haijuzu kwa nani? Kwa mtu ambaye ni mdogo, saghiri, mdogo. Wala yasihu min saghirin mumayyiz, na vile vile wayasihu, na inasihi saumu kwa kijana mdogo ambaye ni mumayyiz, mwenye uwezo kupambanua ili baya ili ni zuri, inajuzu kwake kufunga. Wayakunu fi haqqihi nafila, na inakuwa ni haki ya nini? Ya sunna. Na vile vile wala yajibu as-sawmun ala majnun, kama nilivyosema kwamba saumu inajuzu kwa Muislamu, kwa Muislamu mwenye akili, lakini kwa mwenda wazimu haijuzu. Wala usama hala jununihi, na kama atafunga katika hali ya mwenda wazimu wake haisihi, au lam yashu minhu haisihi liadami niyya, kwa sababu ya kutokuwa na nia. Kwa haya machache ndugu zangu katika iman, tutaendelea insha Allah, Allah tabaraka wa taala akitupa wasaa. Kwa haya machache nas'alullah al-azima an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.